Baadhi ya wananchi hujikuta hatiani hasa pale wanapofanya shughuli za kibinadamu zikiwemo kilimo na ufugaji katika maeneo ya taasisi za serikali yasiyoruhusiwa kwa shughuli hizo, jambo ambalo ni kinyume na taratibu zilizowekwa katika maeneo hayo. Ilitokea sasa jioni, majira jioni, kama majira kama haya, jana kanipigia simu kwamba ng'ombe wamekamatwa. Basi mpaka kesho yake wale maaskari walinipigia simu kwamba ng'ombe zako tunazo huko, yani eneo la gereza. Kwa hiyo ndio nilipochukua uamuzi wa kwenda kuongea nao. Nilipofika walinieleza kwamba ng'ombe wako tumewakamata, wameingia kwanza eneo la gereza ambalo hauna kibali ya kuingia kwenye shamba la gereza, lakini kama tu hiyo haitoshi, umelisha shamba la gereza. Basi nikasema yawezekana, sababu wale vijana walisema ng'ombe walipotea, labda kweli walifanya hivyo. Basi tukaone pale walipolisha. Hawakubali kabisa kufanya hivyo. Hali hii husababisha migogoro, lakini kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, suluhu inatolewa kwa pande mbili zinazokinzana na elimu hutolewa ili kuepuka migogoro hiyo. Baada ya kama siku 8 hivi ndo tume ya wakaja wale tume ya rais pale kijijini kwetu pale, wakawa na mkutano wao na mimi nikawiwa niende kwao. Nilipofika walijieleza kama sisi tumekuja kwa ajili ya kusikiliza kero kwa wananchi, naona. Basi tulieleza na sisi kero zetu zinazotusumbua. Basi waliniahidi kwamba kama siku 2 hivi ya 3 tutakuita, tukifika pale tutakuita tuje tujaribu kuongea nao hilo swala tulimalize kama ili kiwezekana. Nilikaa siku 2 ya 3, walinipigia, mzee uko wapi? Nilikuwa tayari nimeshasogea pale. Naambia niko huku pembeni, njoo sasa hapa tuongee. Kaongea sasa, tukaingia sasa kwenye bwalo lao, tukaanza kuzungumza. Nafikiri nilieleza na mimi ile hali na yapo maswali walioulizwa na wao walieleza, lakini hatimaye wakasema basi hili swala liishe. Mmemsamehe huyu bwana, hizi yameishia hapo, tumsamehe. Hilo swala la kumpeleka polisi tumeliacha, ng'ombe zake achukue. Wao nilichukua kwa kweli bila hata shilingi yoyote. Napenda kutoa ushauri kwa wakulima na wafugaji ambao wanakuwa wakivamia maeneo yetu, kwa sababu ile maeneo ya magereza sasa mkoa wetu wa Katavi yana sababu kama 3. Ya kwanza, yanatumika kwa shughuli za kilimo. 2, kuna uhifadhi wa mazingira. 3, kuna matumizi kama ya nyuki. Kwa hiyo pale wafugaji wanapokuwa wanavamia maeneo yetu, wanakuwa wanavuruga hiyo miundombinu ambayo ilikuwa imeshawekwa. Wanaweza mifugo ikaingia ikaharibu mazao, ikaharibu uoto wa asili wa misitu yetu. Lakini pia tuna mpango wa kuingia katika mpango ule wa kaboni. Tulishaongea na watu wa kaboni kwamba ile misitu yetu inaweza ikafaa kwa ajili ya uhifadhi huo. Kwa hiyo nashauri kwamba wale wafugaji, kwa sababu kuna maeneo ambayo yanaweza yakafaa, aidha hata kwa magereza kuna taratibu ambazo huwa zinatumika. Kuna maeneo tunaweza tukawa tumeainisha kwa ajili ya kulishia, wanatakiwa wafike waombe kibali katika ofisi, hasa kwenye ile gereza kale la Nkurukuru. Mkuu wa gereza yuko pale, huwa anatoa vibali kwa baadhi ya wafugaji ambao wanakuwa wana shida na malisho. Kwa hiyo nashauri tu wafugaji, wakulima wafuate zile taratibu zilizopo badala ya kuvamia na kuleta migogoro ambayo haina tija. Kwa hiyo toka kipindi hicho watoto wangu wamekuwa makini. Kwa kweli hawajalisha tena, hawajakamata na kosa la kulisha. Na mimi kama mzazi nimeendelea kufuata taratibu za kwao za kuomba kibali. Wizara ya Katiba na Sheria naishukuru sana. Ile mimi kwangu kama ndoto hivi, kwa kweli sikuwa na wazo hata dogo la kwamba siku moja na mimi naweza nikapata msaada kwa sauti ya kiongozi mkubwa kama hivyo, rais, kwamba ametuma aende akasikilize watu, na mimi ile bahati nikakutana nayo. Kwa kweli nilishindwa kuelewa. Kwa kweli ni bahati, sijui sababu au Mungu tu.